Leo ndio siku ambayo kituo cha runinga cha NTV nchini Uganda kilikuwa kimeratibu kufanyika kwa mdahalo wa marais. Ni mdahalo ambao wago unafanyika wiki kadhaa kabla ya uchaguzi, kuwapa fursa wagombea wa urais kukutana, kuulizwa maswali kuhusiana na mipango yao ya nchi na vitu kama hivyo. Sasa huu ni mdahalo ambao ulikuwa umeratibiwa na bado umeratibiwa kufanyika leo kule Kampala nchini Uganda. Sasa rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni hatahudhuria mjadala huo na waniaji wa urais wenzake, na haya ni kulingana na chama chake cha National Resistance Movement NRM. Sasa runinga ya NTV huwa inaandaa mjadala wa wanaowania urais nchini humo utakaoandaliwa Jumapili na leo hii hapa na kupeperusha moja kwa moja kwenye runinga. Sasa mjadala huo unajiri miezi michache ama huwa unafanyika wiki kadhaa ama miezi michache kabla ya uchaguzi mkuu. Na uchaguzi mkuu wa Uganda unataka kufanyika Januari mwaka 2026. Na uamuzi wa Museveni unaachia wapinzani wake jukwaa la kujadiliana na umma. Sasa kwa taarifa iliyochapishwa jana usiku, NRM ilikanusha rasmi madai kwamba rais angehudhuria mdahalo huo uliopangwa kufanyika saa 2 usiku leo Jumapili ya tarehe 30 Novemba mwaka 2025. Chama hicho kilitaja sababu za kiutawala na ratiba kuwa misingi ya uamuzi huo. Sasa nikinukuu alichokuwa amekisema, walikuwa wamesema kwamba tumeona tangazo linalosambaa kwenye mitandao ya kijamii kutoka kwa NTV Uganda likidai kuandaa mdahalo wa urais. Kwa rekodi, NRM ilipokea mwaliko tarehe 21 Novemba mwaka 2025, muda mrefu baada ya tume ya uchaguzi kuridhia ratiba ya kampeni za wagombea. Taarifa ya NRM ilisomeka. Chama hicho kiliendelea kusema kwamba mdahalo huo haukuwasilishwa kwa wagombea mapema na hivyo haukujumuishwa kwenye ratiba iliyoidhinishwa na tume ya uchaguzi. Nikinukuu taarifa nyingine ambayo ilitolewa na NRM, walisema kwamba mgombea wetu wa urais kwa hiyo haandaliwi kushiriki mdahalo wote wa aina hiyo. Wagombea wengine kama Robert Kyangulanyi Sentanamo maarufu kama Bobi Wine wamedhibitisha kushiriki mdahalo huo. Sasa huu ni mdahalo ambao utakuwa unashirikisha Bobi Wine pamoja na wagombea wengine ambao wanakwenda kuania urais mwaka ujao, mwaka 2026, uchaguzi ambao utafanyika Januari. Lakini katika mdahalo huo bana, Bobi Wine atakuwa anakabiliana ama atakuwa anafanya mdahalo huo na kujadili na wagombea wenzake kasoro Yoweri Kaguta Museveni ambaye sasa hivi ndio rais ambaye yupo madarakani, lakini pia anagombea kwa muhula wake wa mwisho kwa mujibu wake na chama chake cha NRM. Mwaka ujao, mwaka 2026 Januari, wataingia kwenye uchaguzi. Lakini baada ya hapo Yoweri Kaguta Museveni kama endapo atafanikiwa kurudi tena madarakani, alikuwa amesema kwamba huu ndio utakuwa muhula wake wa mwisho kama rais wa Uganda. Nipe maoni yako kwa hiki ambacho umetoka kusikiliza kuhusiana na Yoweri Kaguta Museveni kukataa kushiriki mdahalo wa kujibu maswali ya moja kwa moja kutoka kwa waandishi kuhusiana na mipango yake ya urais.